Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karibu mtazamaji wa Al-Hajar TV. Jina langu ni Alisha na siku hii ya leo tupo katika uwanja wa kimataifa wa Moi hapa katika jiji la Mombasa, na madhumuni ya kikosi cha Al-Hajar kufika hapa ni kuweza kushuhudia ukaribisho wa mwanafunzi ambaye ameleta tuzo kutoka nchi ya Tanzania. Mwanafunzi huyu ameweza kuelekea katika nchi ya Tanzania katika jiji la Dar es Salaam katika mashindano makubwa ya Qur'an yaliyoandaliwa chini ya jumuiya ya kuhifadhisha Qur'an nchini Tanzania chini ya usimamizi wa Sheikh Uthman Kaporo, ikisimamiwa pia na mufti wa Tanzania pamoja na viongozi wengine. Na kijana huyu kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala ameweza kujinyakulia ushindi nambari 1. Mshindi wa kwanza kama tunavyomuona Muhammad Said Zamzam kutoka Kenya aliyepata 97.43. Muhammad Said Zamzam kutoka Kenya amepata 97.43. Takbir! Mwamba ametuwakilisha vizuri Afrika Mashariki tena. Takbir! Takbir! Hivyo basi tumeweza kupita kambi katika uwanja wa kimataifa wa Moi ili kumkaribisha na tupate kupata kuona taswira iko vipi hapa katika eneo hili pale atakapowasili kutoka nchi ya Tanzania. Kwa hivyo tegea hapa ili tuweze kupata kujua hali iko vipi hapa katika uwanja wa kimataifa wa Moi. Huku mtazamaji, tukiwa tunasubiri ndege kuweza kutua, bila shaka wanafunzi wapo hapa, na iwapo unadhani ni mwanafunzi mmoja pekee yake ambaye ameweza kuhifadhi kutoka madrasa ya Markaz, basi utakuwa umekosea. Hivyo basi kwa sasa tuweze kuungana na baadhi ya wanafunzi tu waweze kutusomea na wao Qur'an, tukiwa tunaendelea kumsubiri mshindi wetu aweze kuwasili. Karibu ndugu yangu, ujitambulishe mwanzo kwa majina ni nani na utatusomea sura gani? Mimi naitwa Abdullah Yusuf, tutasoma sura Yusuf inshallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وجاءوا أباهم عشاء يبكون. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. Ukiangalia mtazamaji, kutoka kule kulia kwangu hadi kufika kushotoni kwangu, hawa wote ni wanafunzi wa Markaz ambao wameweza kufika hapa, na bila shaka wote hawa wameweza kuhifadhi. Mwaka huu tumekuwa na mshindi mmoja, na inshallah mwakani wawe ni wengi zaidi. Na kwa sasa tuweze kupata tu mwanafunzi mwingine naye pia tusomee qiraatul Qur'an, tuweze kufaidika na kisomo cha Qur'an. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا
دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يؤثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Bila shaka mtazamaji, ni kisomo cha Qur'an ambacho kinakuburudisha roho yako unapoisikia, na hichi ni kisomo kimetoka kwa wanafunzi wa Markaz Nur ambao wameweza kufika hapa katika uwanja wa kimataifa wa ndege wa Moi jijini Mombasa kwa ajili ya kumkaribisha mwenzi wao ambaye ametoka jijini Dar es Salaam katika nchi ya Tanzania kwenye mashindano ya Qur'an ya kimataifa. Kufikia sasa tunasubiria tu ndege ipate kutua hapa tuweze kuona hali iko vipi. Mtazamaji, kwa sasa tuweze kuungana na baadhi ya wanafunzi ambao wako hapa na pia tupate kusikia maoni kutoka kwa walimu na wasimamizi wa madrasa ambao kijana huyu ameweza kusomea. Je, ustadhi, karibu hapa, tueleze kidogo. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mimi kwa majina naitwa Muhammad Khalid Saleh kutoka Markaz Nur Mtundia, na mimi kama msimamizi huko wa qismu tahfidh, na tumekuwa na kijana Muhammad Said Zamzam kuanzia muda wa mwaka 2024 mpaka 2026, na amekuwa ni kijana mashaallah mwenye akhlaq nzuri na tabia na muamala mzuri, na kama mlivyoona natija yake, na alikuwa ni kijana mwenye ijtihad na juhudi ya hali ya juu, na kijana mtulivu na mtuifu kwa walimu wake. Naomba Allah subhanahu wa ta'ala ahifadhi markaz na kijana mwenyewe. Jazakumullah khair. Na ustadh, labda nakuona mashallah umri wako ni mdogo, maana tumezoea kuona kwamba maustadhi wa tahfidhi wingi wamezidi umri, na kuona umri wako ni mdogo, pengine ushauri wako labda kwa mzazi anayekutizama kuhusiana na kuhifadhisha kwa watoto wao ni gani? Naam, kama nasiha mawasia kwa wazazi, kwa kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala kinafaa kupewa kipao mbele, hasa kwa generation hii ambayo tuko nao. Wanafunzi ama Waislamu ama vijana wa Kiislamu wanahitajia kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala kuwa ni mwelekezo wao katika hii dunia na kesho akhira. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wa thanau lillah wa shukru lillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. Baada, ndugu zangu katika imani, tuko katika uwanja kama huu kwa maajili ya kumpokea mwanafunzi wetu mshindi katika mashindano yaliyofanyika mjini Tanzania International, mashindano yenyewe, na mwanafunzi wetu ameweza kushinda na kupata nambari ya kwanza katika mashindano kama hayo. Kwa hivyo leo tuko hapa na wanafunzi wetu na viongozi wetu kuweza kumlaki mtoto wetu huyu katika safari hii kubwa ya kuhifadhi kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na kwa jumla sisi katika marakiz zetu hapa Mombasa tuna markazi mbili. Tuna markazi iko Congo Boys pale kama inajulikana, Markazi Nur, na vile vile tuna markazi Sfaki, na huyu kijana wetu yuko katika markazi iliyoko Kilifi Mtondia. Pale ndo ameweza kukamilisha hifadhi yake vizuri kama mlivyoshuhudia katika mashindano kama yale. Ameweza kuwajibika vilivyo na kuweza kuleta natija mzuri.
Leo tuko hapa kwa furaha na tumeata shughuli zetu, japokuwa mimi niko katika upande wa markazi ya headquarter hii iliyoko Mombasa, Markazi Nur Congo Boys, lakini nimekuja hapa kushirikiana na walimu wenzetu wa kutoka markazi ya Kilifi Mtondia ili tuweze kufurahia pamoja sote ushindi wa mtoto kama huu. Na vile vile tunamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amuhifadhi mtoto wetu huu na macho ya mahasidi, na vile vile wanafunzi wetu wadogo wengine kama yeye waweze kumuiga mfano wa kijana wetu huu katika shindano hili la kuhifadhi kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Shaka ni jambo la kufurahisha sana kuona kijana mdogo, kijana wa umri takriban miaka 10 ambaye ameweza kwenda nchini Tanzania katika mashindano ya kimataifa ili kusoma kitabu kitakatifu cha Allah Subhanahu wa Ta'ala, na kijana huyo ameweza kuja na ushindi. Sasa hii ni takriban saa 7 za usiku. Vijana wako hapa, walimu wake wako hapa. Hii yote ni kutokana na kijana yule kuweza kuleta ushindi katika nchi yetu ya Kenya na kuwakilisha madrasa yake kwa uzuri. Hivyo basi wanafunzi wenzake wameacha usingizi wao, wameacha shughuli zao, pamoja na walimu wamejitolea kutoka Kilifi hadi kufikia hapa katika eneo la Mombasa, uwanja wa Moi, ili kuweza kumpokea mwenzao. Na bila ya kupoteza wakati, tuweze kupata labda maoni tu ya msimamizi wa madrasa za Markazi Nur. Labda mwanzo ajitambulishe. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa jina Sheikh Saleh wa Saleh Shineman, ambaye ni chairman wa Marakiz Nur zote ikiwemo ya Congo Boys, ya Spaki na ya Kilifi Mtondia. Ustadh, labda leo tumeweza kufika hapa katika uwanja wa ndege wa Moi kumpokea mwanafunzi wako, mmoja wa wanafunzi wako. Naona wanafunzi wapo wengi na bila shaka na wao pia wana matumaini kwamba mwakani inshallah, mwaka huu imekuwa ni kijana mmoja, Mungu akijalia mwakani waweze kuwa vijana wingi zaidi kutoka madrasa ambazo unazisimamia. Labda salamu zako ni gani, ama una yepi ya kuongea siku hii ya leo ambayo ni siku ya furaha ya kukaribisha mwanafunzi wako aliyekuja na ushindi? Naam, kwanza kwa hakika tuna furaha sote, kuanzia markazi ya Kilifi, ya Congo Boys, ya Spaki, wanafunzi wote wana furaha pamoja na wazazi wao kuona kuwa tumeweza kuchukua nafasi hii kama ndio washindi wa tuzo la kwanza katika dunia kulingana na mashindano ni mashindano ya dunia. Na alhamdulillah kijana wetu huyo ameinua jina la nchi yetu na jina la Afrika Mashariki na vile vile haswa mji wetu huu wa Mombasa. Na kwa upande mwingine tunapenda kutoa shukrani za dhati kwa serikali ya Tanzania ikiongozwa na mama yetu Mama Samia, rais wa Jumuiya, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa mapokezi makubwa kwa washiriki wetu hawa, mtoto wetu huyu na mwalimu wake. Kwa hakika walipata mapokezi hali ya juu. Tunashukuru sana serikali ya Tanzania, na vile vile tunamshukuru zaidi kiongozi wa mashindano haya ambaye ni Sheikh Uthman Ali Kaporo, ambaye ni msimamizi mkuu wa Jumuiya ya kuhifadhisha Qur'ani. Kwa hakika amefanya mambo makubwa mpaka kuweza kufikia kiwango hichi. Na vile vile kwa mufti wa Tanzania Sheikh Abubakar bin Ali, Sheikh Abubakar bin Zubair bin Ali, kwa juhudi yake kubwa ya kuweza kuwaleta mashekhe wakubwa misikiti mitakatifu ya Makka na Madina kuweza kuyapa nguvu mashindano kama haya. Kwa hakika ni jambo kubwa sana walilolifanya, na bila kuwasahau wananchi wote wa Tanzania waliweza kuwashangilia au kumshangilia kijana wetu huyu kama ambao ni kijana wao. Kwa hiyo tuwashukuru kwa ile heshima yao na vile walivyomchukulia kijana wetu huyu sawa sawa na kijana wa nchi ya Tanzania. Kwa hakika ni jambo la kutia moyo, kuonesha undugu mkubwa ulioko baina yetu na Watanzania. Kwa hiyo tuwashukuru na alhamdulillah, hatuna jaza kuwalipa isipokuwa ni Mwenyezi Mungu ndiye atakayewalipa. Na vile vile tutatoa shukrani za dhati kwa walimu wetu wote waliojitolea kuhakikisha kijana huyu amefikia kiwango hichi. Zaidi mwalimu wake ambaye ni Sheikh Yusuf Kalu, ambaye ndio alikuwa chini yake, na vile vile viongozi wa markaz ambao ni bodi ya markaz vile vile wamekuwa na juhudi kubwa kuhakikisha vijana wetu wanaweza kuhifadhi kitabu cha Mwenyezi Mungu
kama vile ambavyo inavyotakikaniwa, bila ya kusahau vile vile wadhamini wetu wote wale wanaotudhamini markazi yetu ya Kilifi kwa kubwa na dogo. Kwa hakika juhudi yao kubwa ya kutudhamini ndio baada ya Mwenyezi Mungu, ni wao wameweza kutudhamini kwa muda mrefu, na alhamdulillah wameiona ile kazi yao na tija iliyozalisha. Kwa hiyo tuwashukuru ndugu zetu wote wanaotusaidia na tuwaombea Mwenyezi Mungu kila la kheri, na alhamdulillah hatuna malipo ya kulipa isipokuwa ni Mwenyezi Mungu, na atakwenda wakute yote haya katika mizani ya hasanati zao. Na la mwisho ni kwa wazazi wa mwanafunzi huyu. Kwa hakika wazazi wa mwanafunzi huyu ni wazazi waliokuwa na bidii hali ya juu. Wote wazazi wana bidii, lakini mashallah wazazi wa Muhammad Said walikuwa ni wazazi ambao wana bidii kubwa sana, ambao hakuna mfano wake. Kwa hiyo tuwaombea na wao Mwenyezi Mungu awajalie tuzo hili, na zaidi watakwenda kulipata mbele ya Mwenyezi Mungu siku hiyo, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Kwa hiyo sisi kwa hakika kama markaz tuko na furaha kubwa ambao haina kifani, na vile vile tuwapendelea katika viongozi wetu wa mji huu wa Mombasa walitukulie jambo hili kwa uzito, kwa sababu ushindi huu ni ushindi wetu sote, na hasa katika ushindi wa kuhifadhi kitabu cha Mwenyezi Mungu tusichukulie kuwa ni jambo dogo. Kwa hakika ni jambo kubwa, na tuwaomba wafanye vile inavyotakaniwa, wajitokeze waweze kumpongeza kijana huyu, hata kumzawadia ikiwezekana inshallah. Kwa haya machache, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bila shaka ni kauli kutoka kwa chairman wa bodi ya Markaz Nur, na kwa sasa kama vile nimesema, kijana huyu amepata support kubwa kutoka kwa wazazi wake. Kwa hivyo tuweze kuungana na mzazi wake wa kiume ambaye yupo hapa na sisi aweze kutueleza labda yeye kama mzazi, pengine mwanzo ajitambulishe. Sheikh, asalamu alaykum, ujitambulishe, jina lako ni gani na unatokea maeneo yapi? Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naitwa Said Ahmed Zamzam na mimi ndo babake Muhammad Said Zamzam, na natoka Mombasa, tunakaa Kongowea. Bila shaka ni siku ya furaha leo na tarehe 5, kwa sababu tarehe 5 ndio ilikuwa siku ya musabaka, na kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala kijana wako Mwenyezi Mungu amhifadhi akaweza kujinyakulia ushindi nambari 1 katika mashindano ya kimataifa. Bila shaka si jambo dogo. Kwa hivyo tarehe 5 ilikuwa ni siku ya furaha, na leo kwako wewe kama mzazi bila shaka ni siku ya furaha zaidi, kwa sababu unamkaribisha mtoto wako aliyekuja na ushindi mkubwa katika eneo lako. Je, hisia zako ni gani siku hii ya leo kama mzazi wake? Wallahi, kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kumwezesha kufika pale amefika, na ni kweli ni jambo la furaha kumwona amefika mahali amefika, manake ni kitu ambacho amekuwa kitamani siku moja afikie. Kwa hiyo tuna furaha sana, najua yeye mwenyewe pia ana furaha sana, lakini pia kuna wenzake ambao natarajia kwao yeye atakuwa mfano mzuri pia. Kwa hivyo ni furaha kwetu kuwa tuweza kumfikisha pale amefika, naye akawa kigezo kizuri kwa wenzake. Nashukuru sana. Na pengine tu tukimalizia, mzee wangu, maandalizi ambayo wewe kama mzazi umekuwa ukiyafanya upande wako ili kuhakikisha mtoto wako anapata kuhifadhi kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, ni maandalizi kama gani kwa ajili ya mzazi mwingine naye apate kupata kiigizo kutoka kwako kwa mzazi wa mshindi? Alhamdulillah, kwa upande wangu maandalizi yangu mimi kusema ukweli ni ile tu kumpangia yule mtoto kwa kiasi fulani na kufuatilizia. Kazi kubwa imefanywa na markazi, na nawashukuru sana Markaz Nur kuanzia Spaki mpaka Mtondia. Mashallah, wamefanya kazi mzuri sana, hasa walimu wake ambao walijitolea. Kuanzia Spaki alikuwa amejitolea, alikuwa ameanza na Ustadh Dhaifa, akafika Mtondia akapata Ustadh Yusuf, na ndiye ambaye amekuwa naye mpaka sasa hata ndio ameenda naye. Kazi walioifanya mimi siwezi nikawalipa, Allah ndo atawalipa. Wamefanya kazi mzuri na nashukuru sana. Shukrani sana mtazamaji, kwa hakika zimesalia dakika chache tu ndege iweze kutua katika uwanja huu, na tutakuwa tupo hapa tukimsubiri mwanafunzi huyu aweze kutua katika uwanja huu na tuweze kumkaribisha, tuone yale maandalizi ambayo wanafunzi wenzake watakayokuwa wamemwandalia siku hii ya leo. Kwa sasa tuweze kupata shekhe mmoja naye pia
apate kutueleza labda yeye ni nani na anatokea sehemu gani na anafanya juhudi gani. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jambo la kwanza tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala aliyetujalia neema hii, kwani hakika neema kubwa ambayo kwamba alikuwa tulitarajia Allah tujalie nayo, na tutarudisha shukrani kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na vile vile pia ni shukrani kubwa kwa wasimamizi wa markaz, na vile vile pia ni shukrani kwa walimu wote kwa jumla. Na jambo kama hili ni jambo la kwamba linatukuza Uislamu. Kwa hiyo sote kwa jumla Waislamu tunapopata neema kama hii lazima tumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, vile vile pia tuweze kuwapa nguvu wale ambao kwamba wako na watoto wao majumbani, ambao kwamba wana nia ya kuwahifadhisha watoto wao, na wao pia tunawahimiza kwamba unapokuwa na nia katika jambo la Allah subhanahu wa ta'ala, ala vile vile pia hukupatia uwezo na Allah kujalia taufiki katika jambo kama lile. Kwa hiyo na mimi kama ustadhi wa Markaz Nur Kilifi Mtundia najaribu kuwahimiza wazazi wote waweze kuwafikisha watoto wao katika markaz za tahfidh al-Quran ili waweze kuhifadhi kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hayo machache, Allah tujalie taufiki, na tuomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie kila la khairi ambalo kwamba Allah ametujalia nalo. Jazakumullahu khairan. Mtazamaji, ndege ambayo tumekuwa tukisubiri iweze kutua katika eneo la uwanja wa kimataifa wa Moi kwa sasa imeweza kukanyaga lami ya uwanja huu, na kwa sasa tupate kuona hali iko vipi, ambapo wanafunzi watakuwa wanampokea mwenzi wao aliyekuja na ushindi hapa katika nchi yetu ya Kenya. Vizuri vya kusisimua TV takuletea mingi ya kheri utayoyajua TV. Kiangalia vipindi vizuri vya kusisimua TV takuletea mingi mazuri utayoyajua TV. Kiangalia tuitizameni jamani kwa shime Al-Hajar TV. Al-Hajar tutizameni, Al-Hajar TV makini, Al-Hajar tujifunzeni mengi yaliyo ya dini. Al-Hajar tutizameni, Al-Hajar TV makini, Al-Hajar tujifunzeni mengi yaliyo ya dini. Shama'ilun Nabi pamoja na tauhidi na mengine mbali ambayo ni ya zaidi. Kwa Al-Hajar TV watu wanastafidi, tuitazameni TV. Nisikize kwa uzuri, kuna watu wa kuhoji, mtangazaji mahiri, vipindi muendeshaji. Nisikize kwa uzuri, kuna watu wa kuhoji, mtangazaji mahiri, vipindi muendeshaji. Atangaza kwa vizuri, utake umpe taji. Al-Hajar tutizameni, Al-Hajar TV makini, Al-Hajar tujifunzeni mengi yaliyo ya dini. Al-Hajar tutizameni, Al-Hajar TV makini, Al-Hajar tujifunzeni mengi yaliyo ya dini. Kiwambia sahihi ya wazi na wajulisha, kuna afya na jamii pia na dini na maisha. Kwa hiyo bidii Ilahi atawavusha, na ijue dini yako masuala unayotuma. Wajibu bila sumbuko, kapewa jibu jema, na hutuba pia ipo kwa kila siku ya Juma. Kuna kipindi cha hadhi Jumatatu tujia, ongea na chifu kadhi, jamani kinavutia. Tauhidi awala ni Jumane kukujia, Jumatano hutawala, ijue dini yako pia. Jumamosi majina naitwa Muhammad Said Ahmed Zamzam, na niko hapa kuambia najihisi vipi baada ya kushinda katika msabaka huu. Alhamdulillah, naomba kuchukua fursa hii kuwashukuru wazazi wangu wote wawili wameniwezesha kuhifadhi Qur'an.
na mwalimu wangu pia ameniwezesha kuhifadhi Qur'an, na namshukuru Chairman Sheikh Saleh pamoja na uongozi wake wa Markaz An-Nur kwa makaribisho mazuri, na nawashukuru nyinyi wanahabari vile vile, hususan Al-Hajar TV kwa mapokezi mazuri. Naombea kwa Mungu Allah wabariki. Asanteni sana, shukran wa jazakumullahu khairan. Na labda Muhammad, kwa faida ya mtazamaji, utueleze hali ilikuwa iko vipi kule Tanzania wakati wa mashindano? Pengine uwanja ulikuwa uko vipi? Watu walikuwa wengi? Maswali labda yalikuwa magumu, ama ilikuwa ni maswali ambayo umeyazoea ukiwa mnafanya muraja na walimu wako madrasa? Maswali yalikuwa vipi, na generally msabaka wenyewe pia ulikuwa uko vipi? Sabaka kusema ukweli ulikuwa mgumu kidogo, na maswali pia yalikuwa magumu kidogo, ila alhamdulillah, namshukuru Allah ameniwezesha nimeweza kupita kwa msabaka huu, nikatoka namba 1. Na tukimalizia, wasia wako kwa wanafunzi wenzako ni gani ambao leo hii wameweza kufika hapa kwa ajili ya kukupokea? Una wasia upi wa kuambia? Nawaambia wawe na zahma, wawe na azma ya kuhifadhi Qur'an, kwani Qur'an ni maisha ya binadamu na hatuwezi kuishi bila Qur'an. Na muombe Allah waweze kuhifadhi Qur'an. Kwa wale ambao vichwa vao ni vigumu, hawezi kushika haraka. Majina anaitwa Yusuf Aidi Rashid. Ni mwanafunzi wa Markaz An-Nur. Walillahi alhamd, sasa hivi ni mwalimu. Namshukuru Allah kwa uwezo wake. Pia na washukuru wasimamizi wangu, walezi wangu kwa juhudi zao kwa kunifikisha hapa nilipofika. Swali langu ni moja tu. Wewe umeweza kusafiri na kijana huyu kwenda katika musabaka wa Qur'an. Wewe kama msimamizi wake ulienda naye kule, ulimsaidia vipi huyu kujitayarisha na musabaka ule? Matayarisho kama unavyomuona, kijana mwenyewe ni mdogo. Pia kitu ambacho kilikuwa chepesi kwetu ni kwamba yeye mwenyewe alikuwa yuko tayari, na ndio maana ikanifanya mimi pia katika matayarisho yakawa ni mepesi kidogo. Na hisia zako ni gani? Pengine umeweza kwenda na kijana na umerudi na ushindi hapa nchini Kenya katika mashindano ya kimataifa. Hisia zako ni gani kama msimamizi wake? Alhamdulillah, hisia zangu ni kubwa na hazielezeki. Alhamdulillah. Mtazamaji, imekuwa ni shughuli ya kufana hapa katika uwanja wa kimataifa wa Moi, ambapo tumeweza kufika hapa ili kushuhudia mapokezi ya kijana Muhammad ambaye ametoka katika nchi ya Tanzania katika mashindano ya kusoma Qur'an ama kitabu cha Mwenyezi Mungu, na ameweza kuibuka mshindi katika mashindano haya ya kimataifa. Kwa sasa ni takriban saa 8:30. Tumeweza kuita kambi kama kikosi cha Al-Hajar kuanzia mida ya saa 6. Tulikuwa hapa kwa ajili ya shughuli hii, na bila shaka lenye mwanzo halikosi mwisho. Hivyo basi kutoka kwetu tunasema shukran sana. Tupatane siku nyingine ndani ya Al-Hajar TV. Jina langu ni Alishe. Al-Hajar TV, mwangaza kwa umma.